Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari ya moto, habari ambayo siku leo imetrendi huko kwenye mitandao ya kijamii. Bana Mange Kimambi sasa hivi ameweza kukaa sawa, amerecover katika hali yake ya kawaida baada tu ya kufanya breast implant ya maziwa yake. Basi sasa hivi amerudi kuwa kama kawaida kabisa, kama ambavyo unamuona hapo. Bana Mange Kimambi amerudi katika shape yake ya zamani. Aliongeza ukubwa wa maziwa yake, lakini baadaye alipoona umri umesogea akaamua kwenda kuondoa ile breast implant ambayo aliweza kuipandikiza kipindi akiwa na miaka 28. Siku ya leo Mange Kimambi kupitia application yake ya Mange Kimambi app, kuna umbea ambao ameweza kuuanika. Umbea unaomhusisha Diamond Platnumz pamoja na mwanadada Hamisa Mobeto. Tunafahamu hiyo story sasa hivi inazungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii, na kila shabiki akiwa anatamani kufahamu ukweli wa mambo, kitu gani ambacho kinaendelea, nini ambacho kinatokea hapa. Tunafahamu Diamond aliamua kumuoa Zuchu, na baada ya kumuoa Zuchu tukafahamu kabisa Zuchu kweli atakuwa ndo mwanamke ambaye Diamond Platnumz ameamua kutulia naye, amempenda, kwa sababu hatujawahi kusikia wala kuona Diamond Platnumz ameamua kumuoa mwanamke, na ilikuwa ni swala gumu sana kwa Diamond Platnumz. Ilifikia hatua baadaye Zuchu anaolewa, watu wakaanza kusema hizo ndoa ni ya makaratasi tu, lakini hakuna upendo kati yao, mambo kama hayo. Maneno yalikuwa ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa Mange Kimambi ameonekana akiwa ameweza kuposti clip au video katika peji yake ya Mange Kimambi app, application yake, akiwa anamkejeli Zuchu, akiwa anamkumbusha kwamba wewe si mwanamke ambaye ulikuwa unaililia ndoa. Imekuwaje? Mbona sasa hivi hiyo ndoa imekuwa ndoano? Mbona sasa hivi Diamond Platnumz hakupi ile thamani ya mwanamke ambaye alikuwa anatakiwa kupewa ndani ya ndoa? Ukiangalia kweli Mange Kimambi anachokizungumza. Ngoja tuisikilize hii video alafu utakuja kuniambia Mange Kimambi alikuwa anamaanisha nini. Mbona kama anamkejeli Zuchu hivi? Sikiliza hii video alafu tuweze kuendelea. BBS alikuwa kutwa analilia ndoa, kutwa anapita, kutwa kupita kona zote ni Diamond Diamond marry me, mwambieni yani kwenye mastage, kwenye maredio. Kaka anasema isiwe tabu. Ndio siku hiyo kambeba mzobe. Hakutaka mtu mwingine, hakutaka nani, mzobe. Mpaka kwa mufti. Ndo zile picha pale ndoa imefunga. Diamond hakusaini chochote. Hakuna si makaratasi waliosaini, hakuna. Yaani ndoa ya mkeka kweli. Umeiona hiyo video? Hiyo ni video ambayo Mange Kimambi alikuwa anamkejeli Zuchu kwamba Zuchu aliweza kulilia ndoa kwa Diamond Platnumz, lakini sasa hivi inamtesa. Lakini baadaye Mange Kimambi akawa anazungumza wazi na kudai kwamba sababu kubwa ya Diamond Platnumz kurudi kwa Hamisa Mobeto ni nyota. Unaambiwa Zuchu sawa, anaimba mziki mzuri, anafanya vizuri, anafanya show nzuri, lakini unaambiwa Zuchu nyota yake pamoja na Diamond haziendani. Kuna kipindi ambacho Diamond Platnumz aliweza kumuita msoma nyota kutokea India. Yule msoma nyota alivyokuja pale kusoma nyota zao, unaambiwa msoma nyota aliweza kuthibitisha wazi kwamba Diamond na Zuchu wakiwa pamoja nyota zao zinafifia sana. Na ndio maana mara nyingi sana tunawaona hao watu wako tofauti. Zuchu anaishi kwake na Diamond Platnumz anaishi nyumbani kwake pamoja na familia yake, mama yake, kina Esma, kina Tahia, wote wanaishi kule. Kwa hiyo Diamond ikitokea amemiss Zuchu au anataka kukutana na Zuchu, anaenda kwa Zuchu. Lakini Zuchu hawezi kwenda pale nyumbani kwa Diamond kutokana na ule mgogoro wa kifamilia ambao tunaufahamu unaoendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Tunafahamu Mama Dangote hapatani kabisa na Zuchu, ndio maana Zuchu mara nyingi huwa anapenda Diamond aje kwake, jambo ambalo linapelekea tuamini ule ukweli ambao msoma nyota aliwahi kusoma kipindi ambacho Diamond aliweza kumleta yule msoma nyota kutokea kule India. Sasa Mange Kimambi akatukumbusha kwamba yule msoma nyota alidai nyota ya Diamond na Zuchu haziendani wakikaa pamoja, lakini Diamond akaambiwa nyota yake inaendana akiwa na Hamisa Mobeto. Ndio sababu kubwa ambayo inapelekea Diamond Platnumz achanganyikiwe baada ya kuona Hamisa Mobeto amefunga ndoa. Diamond Platnumz alichanganyikiwa sana ile siku ambayo Hamisa Mobeto amefunga ndoa na Aziz Ki, kwa sababu alikuwa ni mwanamke ambaye baadaye alikuwa anatamani sana kuja kufunga naye ndoa, ili mradi tu nyota zao ziendane. Nyota zao zikiendana, baadaye Diamond Platnumz anaanza kung'aa, ana trendi, baadaye anafika kimataifa, mambo kama hayo. Na ndicho kitu ambacho
ambacho Mange Kimambi ametoa sababu hapa kwamba sababu kubwa ambayo imepelekea Diamond bado yupo karibu na Hamisa na sasa hivi anajifanya anampenda yule mtoto wake Dylan. Amekiri wazi kwamba tayari ni mtoto wake. Jambo kubwa ni kwamba yeye anataka kuwa na Hamisa Mobeto. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe.